Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kwa siku nyingine ametufadhilisha kuwa miongoni wa wale watu ambao wataingia katika daftari yake ya watu wema, kwa sababu tumeweza kujisukuma na tukafika msikitini tukaswali swala ya subhi kwa jamaa. Usubuhi ni wakati wa mwanadamu kufungua macho na kujisukuma, kujilazimisha kuona mambo tofauti leo kama alivyoona jana. Kila usubuhi ni wakati wa mwanadamu kuwa na taswira mpya, kwa sababu siku ni mpya. Kwa hivyo tujilazimishe kuona zile fursa ambazo bado hatujazitumia katika maisha yetu, kuitengeza dunia yetu na kuitengeza akhira yetu. Usubuhi ni wakati wa wanadamu kukunjua kifua chake, kusudi moyo wake uzidi kuwa mpana, uzidi kuwa mpana, awe anaweza kuyabeba matatizo yake na matatizo ya ndugu zake Waislamu. Usubuhi ni wakati wa mwanadamu kila siku kujilazimisha, manake mara nyingine si rahisi awe atabadilika. Kila siku ni siku ya kuongeza daraja, maisha yawe mazuri hapa duniani na yawe mazuri kesho akhira. Ukiwa utabaki katika daraja moja peke yake, basi huwa ni kama ushakufa, unangoja tu kuzikwa. Na ndio maana kuna watu wengine wanakufa miaka 20 lakini wanazikwa wakifika miaka 75, kwa sababu wanaweka break ya maisha, hawaendelei tena. Katika umri wa miaka 20 wanakaa wanangoja siku ile wakapotiwa kaburini. Kwa hivyo kila siku ni siku ya kuendelea, si mabadiliko tu ya tarehe, si mabadiliko tu ya jina la siku. Lazima pia uwe na mabadiliko ya vile dunia yetu ilivyo na akhira yetu itakavyokuwa. Ndugu zangu, usubuhi ni wakati wa mwanadamu kuongeza speed ya harakati zake, kwa sababu ikiwa hutaongeza speed za harakati zako, kila ulichonacho kinakupotea. Wanasema usipotumia neema aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati unaofaa, neema ile inakupotea. Wanasema if you don't use it you lose it, kama huitumii unaipoteza. Kwa hivyo kila neema ni neema ya kutumiwa, ili kusudi kila ukikua uwe unakuwa kwa kila upande, unakuwa kiakili, unakuwa kiroho, unakuwa kimwili, na unakuwa katika mtandao wa wale watu ambao unashirikiana nao, kusudi kuongeza value ya maisha yako. Ndugu zangu, leo mkiniruhusu, nataka kuwaeleza mambo ambayo ukimfanyia mtoto wako atakuwa mtoto ambaye atakutia nuru kwenye macho yako na sura zako, kwa sababu utakuwa huoni haya kuwaambia watu huyu ni mtoto wangu. Mtoto ambaye atakuwa kila wakati anakuona, unamuona kama sababu ya wewe kuweza kuishi katika ulimwengu kwa muda mrefu sana.
kwamba maisha yako hayatakatika utakapokufa wewe. Yule mtoto wako atayaendeleza yale maisha yako na jina lako litabaki kwa muda mrefu sana. Mtoto ambaye atakuwa ndio hakikisho la kesho yako, kwamba utapata neema ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ya wakati, watoto wetu wanachohitaji ni mapenzi yasiyokuwa na masharti, unconditional love. Mapenzi yasiyokuwa na sharti, unconditional love. Kwamba huyu mtoto awe na imani kwamba mzazi wangu ananipenda kwa sababu mimi ni mtoto wake, si kwa sababu pengine nimefanya vizuri shuleni peke yake, ama si kwa sababu pengine ninafuata sana amri yake. Ananipenda. Mwanadamu akijua unampenda anaingiwa na haya kukukosea. Mwanadamu akijua unampenda anaingiwa na haya kukukosea. Kwa hivyo mara nyingine usiwe na haraka ya kukosoa kila unaloliona kwa mtoto. Mara nyingine mpe fursa ya kujua kwamba wewe unavumilia kwa sababu ya mapenzi ulionayo kwake yeye. Ndugu zangu, zawadi kubwa baba anayompa mtoto wake ni zawadi ya kumpendea mamake. Mtoto akijua babake anampenda mamake kwa siri na kwa dhahiri, na akasikia maneno kutoka kwa baba kwamba anamsifu mamake mkewe vile alivyo mzuri kwa tabia, basi inajenga uhusiano mkubwa sana baina ya baba na mama. Kwa sababu mara nyingi watoto wanalemea kwa mama. Kwa hivyo wakijua we baba unamthamini mama yao, basi wao wanajenga thamani kubwa sana kwako wewe kama baba. Lakini ukaonyesha tu dalili ya kwamba unamdharau mama yao, basi nao wanajenga fikra ya kudharau wewe kama baba yao. Ndugu yangu, cha pili ni muhimu sana. Mara nyingine tunalaumu watoto kwamba hawafanyi vizuri vile tunavyotaka wafanye, lakini hatujiulizi, je, ushamwambia mazuri ni mambo gani? Ushachukua wakati ukamkalisha mtoto wako ukamwambia 1, 2, 3, 10 ndio mambo mazuri yatakana ufanye katika maisha? Kwa hivyo ni muhimu wakati unaamrisha, amrisha kwa uwazi, be specific, kwamba mwanangu, mazuri yatakaopendeza katika maisha yako sio yangu yameisha, ni 1, 2, 3. Sasa instruction yako imekuwa clear. Sasa ile si ya clarity inamsaidia mtoto kuona yale anayoyafanya mwisho yatampeleka wapi. Msaidie mtoto kuona. Usimwamrishe tu kwa kumwambia swali. Mueleze pia ile swala ina faida gani hapa duniani kwanza kabla kesho akhira. Mara nyingine tunafanya makosa ya kukieleza kila kitu kwa akhira. Hasa mtoto anajiona, mimi mtoto sitakufa leo, wacha kwanza nicheze, nitayafanya wakati karibu nitakakwenda akhira. Lakini ukimwambia si mambo ya akhira peke yake, hii swala pia ni ya hapa duniani, sasa unamfanya awe na mtazamo wa kila analolifanya la dini, kwamba dini ni dunia na akhira, dini si akhira peke yake. Sasa anakuwa mwangalifu yule mtoto kwamba mimi hata kama nina umri mdogo ni lazima nifuate haya mafunzo, haya masharti, hizi ibada, kwa sababu zitanijengea dunia yangu iwe nzuri. Tuache ile tabia ya kuambia watoto kama uswali utaingia motoni. Huo moto unaanza wapi? Huo moto unaanza wapi? Sasa moto unaanza hapa duniani. Sasa muonyeshe ule moto wa dunia utakuwa vipi kabla moto wa akhira. Atakuwa mwangalifu. Sasa ndugu zangu, la tatu, kulea katika subra. Sheikh, kulea
Kwa taka subra, siku hizi watoto wetu wanapotezwa na S10. S10 ndio yani mizizi ya kupoteza watoto wetu. Kwa hivyo lazima tuwaone huruma. Mara nyingine si makosa yao, mazingira yamekuwa mabaya. Hata kama wewe ungekuwa umezaliwa wakati huu na unakuwa wakati huu, wallahi ingekuwa taklifu sana kuwa mtu uliyekuwa hivi leo. Kwa hivyo unakuwa na ile imani kwamba huyu mwanangu anakulia katika mazingira mabaya sana. Watoto wetu wamezungukwa na mascreens, vioo kila mahali, kioo cha simu, kioo cha kompyuta, kioo cha televisheni, kioo cha laptop, kioo cha iPad, vioo, na kila hichi kioo kina bidii cha kumfanya akubali yale anayoona katika kile kioo. Kwa hivyo screens zimejaa sana. Zamani malezi ilikuwa ni ya wazazi na watoto. Sasa hizi malezi makubwa ni ya kutoka kwenye vioo, sio kutoka kwenye kwako. Sasa unatia ile katika fikra yako na unamsaidia ili epukane na vile vioo, au akivitumia avitumie kumfaidisha, sio kumharibu katika maisha. S ya pili ni S ya social media. Zamani socialization ya watoto ilikuwa inapatikana misikitini, madrasa, shuleni, viwanjani, wakicheza mipira wana socialize. Lakini socialization ya watoto siku hizi ipo katika social media. Wanakaa ndani ya room peke yao na simu zao, na wewe unafurahi kwamba hawazururi, lakini unasahau wana ulimwengu mzima katika mikono yao. Bwana mmoja kule Mombasa, maskini, alikuwa na mabinti zake wawili, ameelewa vizuri, anawasomesha vizuri. Wale mabinti hawaendi party, hawaendi mabaharini kutembea, wao wakitoka shule madrasa wako katika room. Yule bwana akawa na furaha sana kwa mabinti wengine unazurura, wako mabichi huko, wako wapi, wangu wako nyumbani. Sasa kule Mombasa kumekuwa na tabia ya delivery. Ukitaka chakula cha nje unapiga simu, mtu anakuletea. Ukitaka kununua kitu unampelekea mtu salamu, anakununulia, anakuletea, unalipa baada ya kupokea. Ukimtembea Mombasa siku hizi utaona tu vipikipiki vimeandikwa huko nyuma delivery. Sasa kuna delivery moja ilikuwa kila Jumamosi akileta pizza. Mzee anaona pizza inaingia. Siku moja tu kishipa kampiga kidogo, akamwambia yule delivery, hebu nione hiyo pizza, ni pizza aina gani? Alipoangalia ni pizza ya mugoka. Mugoka ni utafunaji wa majani fulani ambayo ni mhadharati mkubwa sana. Kumbe wale binti wanatulia mle ndani ya room, si kwa sababu wanafanya mambo maana, ni kwa sababu wana mambo wanayafanya kwa siri, yule mzee hapati kuyaona. So nakuta ile siri ambayo, na ndugu zangu, mama ya maasiya ni faragha. Kwa hivyo mtoto hafai kupewa faragha. Ukiwa na mtoto wako ndani ya nyumba, usimkubalie kufunga mlango wa rumu yake. Anaufungia nini? Mlango wa rumu ya mtoto ni lazima uwe wazi, kwamba unaweza kuingia wakati wote, na unaingia wakati wote, ili awe na itikadi kwamba mimi sina faragha. Ukimwachia mtoto faragha, ushampa uwezo wa ibilisi kumpoteza, kumpotoa, na baadaye atahisi kwamba yeye haonekani, anaweza kufanya lolote analotaka na analopenda moyoni. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, namba ya 4, active learning. Kumshughulisha mtoto sio kusoma vitabu peke yake, pia kumshughulisha kusoma kutokamana na mazingira. Mara nyingine unamshika mkono, mnaenda hospitali kusudi kutaka kumuonyesha kuna watu wagonjwa, ugonjwa taklifu. Wewe una neema, afya yako itumie vizuri. Unampeleka magerezani, anaona zile adabu ya wafungwa wanaopitia kwa makosa walioyafanya, anasoma, napata elimu. Unampeleka makaburini, unamuonyesha makaburi ya watu waliokufa wadogo, anaona kwamba kufa si uzee peke yake, unakufa pia ukiwa mdogo.
Sasa anasoma mbali na shule na madrasa. Kila ukipata fursa, msomeshe mtoto kwa kutumia mazingira, active learning. Asome pia kwa yale anayoona yaliyomzunguka katika maisha yake. Vitabu mara nyingi watoto wakisoma wanafikiri wanasomea mtihani, wakimaliza mtihani washasahau kila kitu. Lakini sasa ukiingiza na active learning ndani, inakuwa ni kusoma kwa kudumu. Haya ni mambo yanayokuhusu maisha yako. Unampatia mtoto life skills. Anajua jinsi ya kuchagua rafiki, jinsi ya kuamua, jinsi ya kusema no, jinsi ya kukubali na kukataa. Unamwonyesha. Ndugu zangu, hata kama una uwezo wa kupika pishori kila siku, yani ule mchele mzuri wa kunukia vizuri, siku nyingine jaribu kupika chakula ambacho mtoto hakipendi, alafu mwambie utakula hicho ama utakana njaa. Kwa sababu dunia yetu ya leo si tambarare. Kuna milima na mabonde. Kuna siku mambo mazuri, kuna siku mambo mabaya. Kuna siku wewe upo, kuna siku wewe hautakuwapo. Sasa huyu mtoto unamtayarisha vipi kupambana na mawimbi ya maisha wakati wewe umeshaondoka? Kwa hivyo mara nyingine mpitishie mambo ambayo moyoni mwake hayataki, lakini hana budi, lazima ayafanye kwa sababu ni dunia. Ya pili, watoto wetu wanapenda shortcut sana. Hata wakiandika hawaandiki maneno kwa ukamilifu. Wewe peleleza, wataeka mbinu. Hawaandiki baba, wataandika buda. Kwanza mtoto akiacha kukuita baba akakuita mzee, heshima yako ishapotea. Wewe si mzee kwa mtoto wako, wewe ni babaki. Kwa nini anakuita mzee? Mzee ni watu wengine, wewe ni babaki. Lazima atumie lile neno baba, hata awe na umri gani. Usikubali mtoto wako akakuita jina lingine mbali ya kukuita baba, kwa sababu ile kauli anayotoa inamlazimisha kufanya na kutekeleza yale baba anayotaka yatekelezwe. Watoto wetu wamekuwa na majina tofauti wanatuita siku hizi, na mara nyingine sisi tunasema hii ndio mambo, si mambo ya kisasa. Ni njia moja ya mtoto sasa kupoteza ile heshima yako kama babaki. Sisitiza kwamba lazima wasitumie shortcut katika kueleza mambo yaliyo ya muhimu katika maisha yao. Ya tatu, ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, ni ya kuslip. Hata kuwe na taklifu gani, ndugu zangu, mkadirie mtoto wako masaa ya kulala. Kupitisha masaa yanayotakikana kunajenga uvivu katika kiwiliwili cha mtoto, kinajenga starehe na mvuto wa starehe katika maisha ya mtoto. Mtoto anayelala kupitisha masaa 8 anajihasiri katika kujenga nishati ya kuwa rijal anayeweza kupambana na maisha kama rijal. Kwa hivyo unaweka taratibu, maisha yanagawanywa 8 unalala, 8 unasoma, 8 unaigawanya katika kufanya harakati zako za kimaisha. Lakini mtoto anayepitisha 8, hatari hiyo. Na watoto wetu wanapenda sana kulala. Unashangaa usingizi wanautoa wapi? Wewe unautafuta, yeye analala masaa 12. Ndugu zangu, ya 4, siku hizi hata mimi naona haya kulisema ili neno, limekuwa rahisi sana. Zamani zetu, kama unampenda mwanamke, kuweza kumwamkua inakuchukua mwaka. Utamwamkua wapi? Hujamuona. Uwezi, katoka na dada zake, katoka na mamake, utakuwa na uwezo gani wa kumwamkua? Mwaka mzima watafuta nafasi tu. Siku hizi, ndugu zangu, watoto wetu wanakutana usubuhi saa 2, wanakubaliana watakula lunch pamoja, na saa 8 mpaka saa 10 watakuwa guest. Mambo mengine yanafanyika hiyo siku moja. Sex imekuwa cheap sana katika maisha yetu. Utake usitake,
uwe unaangalia mitandao mibaya, huangalii. Maadamu una smartphone, wewe utaona tu ngono. Watakulazimisha shekhi, utawaona wanawake uchi, utaona kila kitu. Hata kama wewe mwenyewe yule mtoto haende katika zile websites za mambo machafu, analazimishwa. Kuna pop-ups, zile pop-ups zinakuja wewe ni mtu mzima utazizima lakini yule ni mtoto, zinampatia excitement. S ya 5 ni S, ndugu zangu, sala ndio S muhimu, lakini siku hizi sala imekuwa replaced na sports. Ushaona mtoto wako nyumbani anangoja mchezo mpira saa 8 za usiku halali, kwa sababu kuna Manchester na Liverpool inacheza saa 8, lakini ukimwambia tuamke tuswali tahajjud, vita vikubwa sana. Sasa michezo mikubwa imeathiri sana watu. Mtoto anaweza kucheza video game the whole day, lakini ukimwambia shika Qur'an, baada ya dakika 5 kaswali kalala. Anaweza cheza video game, lakini ukimwambia tu kaa hapo ufanye muraja ya vitabu vyako, afanyi. Kwa hivyo sports imekuwa center attention, na ulimwengu unazidisha, kwa sababu wewe ushasikia ulimwengu unawatambua mashekh ambao wamefanya kazi nzuri sana ya kuwasilimisha watu waingie katika dini. Ushasikia medali za mashekh kwamba wanafanya kazi nzuri, wanaswalisha, wanaongeza umma. Ushasikia ulimwenguni. Lakini kila siku tunaona wachezaji wa sports za kila aina wanapewa medali na vititi vya pesa. Sasa inakuwa watoto wanataka kuinvest time yao sana katika riadha, michezo, lakini sio katika swala. Hapa Mwanza tushafanya sherehe, kwa mfano kuwatambua wale watoto pengine wenye adabu nzuri, wameonyesha adabu nzuri. Ama hapa msikitini tutafanya sherehe ya kutambua vijana ambao hawakosi jamaa, tukawapatia medali kwamba hawa mwaka huu ndio vijana waliokuwa wakiswali jamaa kuanzia usubuhi mpaka isha. Lakini unakuta nje huko vijana wanatumbulika kwa talanta ya kucheza michezo na talanta ya esi inayofuata, ambayo imekuwa ni maradhi makubwa sana kwa vijana wetu. Song, nyimbo. Hata yule wa chekechea wa nursery school anaweza kuimba nyimbo kwa ukamilifu, moja neno moja baada ya jingine, lakini ukimwambia asome suratul Fatiha umechelewa. Ndugu zangu, kwa sababu wakati. S nyingine ni S ya shilingi. Watoto wetu wanataka kutajirika, lakini hawataki kufanya kazi. Wanapenda pesa sana, lakini kufanya kazi haiwezekani, hawataki. Kwa hivyo unakuta wanaingia katika kila maasi kutengeneza pesa za haraka. Wanacheza kamari, wanafanya uhuni, wananyang'anya watu. Kila mtoto anataka kuwa broker, pesa za haraka. Sasa inakuwa ni muhimu sisi kama wazee tuhakikishe kwamba watoto wetu tunawaelimisha vizuri. Ndugu zangu, S inayofuata ni smoking. Watoto wetu wanavuta kila aina ya vitu, na wakikosa, hawana pesa, unaona watoto mashule wanasokota karatasi, lakini lazima wavute. Navuta nini? Wanasokota nyasi, lazima wavute. Wakikosa sigara, bangi, lakini midomo yao inawawasha, lazima wavute. Wanavuta nyasi, wanavuta karatasi. Smoking imekuwa maradhi makubwa sana kwa watoto wetu, na wanaanza smoke, wanaenda shisha, wanaenda kokeni, wanaenda kwingine. Subhanallah, siku hizi kule Kenya kumekuja vidonge wanaita vibugizi. Mtoto akila kimoja tu anakuwa mnyama, anaweza kukukata kwa mapanga bila hisia zozote. Vinaitwa vibugizi na ni rahisi sana. Ni shilingi 1000 ya Tanzania, shilingi 100 labda ya Kenya, na nyingine pia 50 unaweza pata. Kibugizi
kijitembe kidogo hivi, mtoto anakibugia, na wewe sikujua. Naona mtoto amejihisi yeye jabari kweli kweli, anatukana mwalimu, ananyanya watu vibeti. Na mtoto umri gani? 10, 11, 12. Sasa kuanza vibugizi saa hizo, anaelekea mwelekeo gani? Ndugu zangu, watoto wetu siku hizi they like showing off. Maisha yao yote yako kwenye mtandao. Wewe ukitembea barabarani unakuta watoto wako kwenye selfie, wanapiga picha kila mahali, kila picha mahali. Alafu wanazipeleka wapi zile picha? Wanapeleka mitandaoni. Sasa kama kule mtandaoni watu hawakukubali zile picha, yani hawakulike, inawaletea mbaya sana, ya stress. Jana usiku mimi nilienda mahali nikapiga picha katika mazingira vizuri, nimeipost, hakuna mtu ameilike. Utamwona mtoto yuko chini kabisa, yani utafikiri kafiliwa na mzazi wake. Kwa nini? Kwa sababu kile alichokipost alikuwa na matarajio kitashtua watu lakini watu hawakushtuka, hakupata hata green tick moja. Sasa anakuwa na stress, na akaenda shule ana stress, akiwa nyumbani ana stress. Sasa na wewe mzazi unapata stress, unashangaa huyu mtoto wangu kapata husda gani? Kapata husda gani? Ndugu zangu, kuna H10 katika mwanadamu, kuna H6 katika maisha ya mwanadamu. 3 zimekufa, lakini 3 zinaendelea kuishi, za hatari sana. H zilizokufa: haya, alhaya min aliman. Watoto wetu siku hizi hawana haya, hawana, wanaweza kufanya mambo mpaka wewe mwenyewe ukashangaa. Haya hamna. H ya pili, huruma. Yani mtoto wako anakuona vile unavyokwenda mbio, unavyohangaika, mara nyingine haulali usiku, unafikiria vile maisha yatakuwa, na anajua mzee wangu anafanya bidii kweli kweli kuweka chakula kwenye meza, lakini yeye lake halifanyi. Akienda shule anaanguka, akienda madrasa kusoma hataki. Huruma hawana kabisa. Wanaona mama zao wanaopitia, lakini hawahurumi. Huduma zimepotea. Zamani ilikuwa watoto wakiwa wakubwa, wazazi wanapumzika, watoto wanajishughulisha, wanafanya kila aina ya huduma pale nyumbani. Lakini saa hizi ziko wapi? Nini kimebaki? Kimebaki hasadi, kimebaki ni hadaa, imebaki ni haraka bila ya kuwa na subra. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, sisi ni lazima tufanye kila kinachostahili kufanywa, kwa sababu watoto ni investment yetu. Kama tunavolinda biashara zetu, tunataka kujua kila shilingi imeenda wapi, imetumika vipi. Tuwe na mitandao pia ya kujua watoto wetu wanafanya nini, wanakwenda wapi, rafiki yao ni nani, yapi wanapendeza, yapi wanapoteza. Ndugu zangu, tulikuwa na mzee wetu kule Malindi, akawa mgonjwa kwa muda, na alikuwa amekuwa mzee miaka 92 hivi, na mkewe pia alikuwa mzee 89 hivi. Sasa sisi vijana tukasema huyu mzee ni mgonjwa sasa, na huyu mama Hababa huyu mgonjwa pia mzee, hawezi kumhudumia huyu mzee tena. Kwa hivyo wengine wetu tukaacha kazi, tukae na yule mzee tumhudumie, kwa sababu ilikuwa hawezi kujifanyia kitu chochote tena. Wiki moja ikapita, yule Hababa tukamwambia sasa akae na wajukuu zake ili apate kupurukusha yale mawazo ya mzee wake kuwa mgonjwa na kadhalika na kadhalika. Siku moja nilipoingia kwenye room, yule mzee akawa analia sana, analia. Mtu mzima akilia, shekhe, lazima jambo ni kubwa lililomfika. Hatari, mzee amekaribia kufa nini, amemuona malakatul maut manini, mbona analia hivi? Muuliza mzee Umari, nini shida, mbona unalia hivyo? Akasema, nyinyi mwanidhulumu nyinyi. Sisi tutakudhulumu? Tumeacha kazi zetu kuja kukuhudumia wewe, tunaingia kwa shift,
Mmoja anakaa asubuhi mpaka mchana, mwingine anakaa mchana mpaka jioni, mwingine analala na wewe. Tumekudhulumu vipi? Umeninyang'anya mke wangu. Tumekunyang'anya mke wako. Tumekunyang'anya mke wako. Mnanyang'anya mke wangu. Wiki ya pili nalala peke yangu. Mke wangu mmemchukua, sijui mmempeleka wapi nyinyi. Nyinyi hamna huruma. Hamuonee huruma. Mimi nataka mke wangu. Mzee Umari, mke wako mwenye mtu mzima, mgonjwa, wewe pia ni mgonjwa, hata tukukuletea utamfanya nini huyu mkeo? Akasema, wallahi Mwenyezi Mungu atawarudi kwa dhulma mnayonifanya mimi. Hata kama sitafanya lolote, nitaweka tu mkono. Shida yenu ni subhanallah. Sasa ikawa ni kazi ni kuzungumza na yule hababa arudi, kwa sababu mzee Umari hataki kunyamaza kulia. Imekuwa Nabii Yakub alipompoteza mwanawe Yusuf alayhi salam, analia kweli kweli, watu wakapuza mpaka mwisho wakamwonea huruma. Tulipomletea hababa akakasirika kwanza, akasema mwacheni huyo, amepiswa, mtu mzima huyo, mgonjwa, wacheni na mimi nipumzike, sitarudi huko. Hababa, utapata dhambi, utaingia motoni. Mzee Umari akifa akawa moyo wake umefungika, utaingia motoni, we nenda mmeka. Hababa akaenda. Subhanallah, usiku ule ndio usiku alipokufa. Japo ndugu zangu, nasema nini? Nasema haijalishi umri wako ni umri wa aina gani, usijeke kando na ahli yako, na usikubali ahli yako akakaa kando. Watoto wakiona kwamba mnaishi pamoja, mnaugua pamoja, na mmoja atakufa mwanzo ama pengine mtakufa nyote wawili, inajenga ile vision ya kwamba nidhamu katika maisha lazima iwekwe, na usikubali ikaisha. Sikumaliza nukta zangu, lakini wakati hauko na sisi. Ningeomba mniruhusu niwashukuru sana kwa fursa mlionipa. Mwenyezi Mungu atawajazi. Mimi nimejifunza mengi. Naomba pale nilipokuwa na mapungufu munisamehe. Mimi pia binadamu. Mimi kila siku ninasomesha chuo kikuu. Leo alhamdulillah nimepata fursa ya kuzungumza na ndugu zangu ambao wamenielewa zaidi kuliko wale wanafunzi wangu wa chuo kikuu. Leo tunarudi zetu Kenya. Inshallah Mwenyezi Mungu awajalie muwe na afya na umri mrefu, na kila mazito mlionayo Mwenyezi Mungu awape uwezo wa kuyakabili na kuyamaliza, na Mwenyezi Mungu awafurahishe kama vile mlivyonifurahisha mimi. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.